Yanga katika mechi yao dhidi ya JS Kabylie walifanya kila walichostahili, wakapata ushindi mnono wa mabao 3-0. Lakini katika mchezo mwingine ambao Yanga walitaraji walau wenyeji Al Ahly kupata ushindi dhidi ya FAR Rabat, ndipo wao wapate tiketi ya kusonga mbele kwa hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, huko ikashindikana kwa sababu mechi iliisha kwa suluhu bila kati ya FAR Rabat na wenyeji Al Ahly, na hivyo timu zote mbili ndizo zikasonga mbele kwa hatua robo finali ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, Al Ahly wakitimiza point 10 na kuwa ndio vinara wa kundi B, huku FAR Rabat sare ya leo hii suluhu imewafanya wafikishe pointi 9 na kumaliza katika nafasi ya pili. Yanga ushindi wake wa mabao 3-0 iliyotokana na mabao ya Depu kwa mkwaju wa penalti katika dakika ya 36, halafu Depu tena katika dakika ya 63 na kisha mtokea benchi. Hapa tunazungumzia Shadrack Isaka Boka akifunga bao la 3 katika dakika ya 66, yalifanya Yanga ipate ushindi wa mabao 3-0 na hivyo kumaliza katika nafasi ya 3 kwenye kundi lao la B kwa kutimiza pointi 8, ikifunga mabao 5 ikiwa imeruhusu mabao 4, huku waliomaliza nafasi ya mwisho mkiani ni JS Kabylie ambao wao wamemaliza na pointi 3. Lakini mbali na uchungu huo wa mashabiki wa Yanga wa Tanzania kwa Yanga kukosa nafasi ya kwenda robo finali kutokana na matokeo kati ya FAR Rabat dhidi ya wenyeji Al Ahly, lakini miongoni mwa mambo ambayo hapana shaka yoyote kocha Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi watakuwa wamepata kitu leo hii katika mechi dhidi ya JS Kabylie ni juu ya namna ya kumtumia kwa ufanisi Depu Loriendo, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola ambaye Yanga walimsajili wakati wa dirisha dogo kwa lengo moja tu, kuongeza makali katika eneo la ushambuliaji la Yanga. Lakini kabla ya mchezo wa leo hii kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, Depu alikuwa ameshacheza mechi 3. Depu alikuwa amecheza kwa dakika 230, lakini Depu alichokifanya ni kupiga shuti moja hali kulenga lango, na alilipiga katika mechi dhidi ya Al Ahly, mechi iliyomalizika kwa sare ya 1-1 kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar katika dakika ya 10. Halafu baada ya hapo ambapo shuti hili halikulenga lango, baada ya hapo akacheza dakika nyingine 130, jumla dakika 230 Depu akiwa hana shuti lingine lolote. Kwa lugha nyingine, mechi 3 dakika 230 Depu alikuwa amepiga shuti moja tu hilo dhidi ya Al Ahly lilokwenda nje, na hakuwa na assist, hakuwa na bao. Lakini hata kwenye majukumu ya kiulinzi Depu hakuwa na tackling katika dakika zote 230. Depu hakuwa na interception, lakini katika clearances, kubutua mipira alikuwa amefanya hivyo mara 2, huku kunyang'anya mipira kuirejesha katika himaya ya Yanga kutoka kwa wapinzani alikuwa amefanya mara 2 tu katika mechi zote hizi 3 kwa dakika 230. Ni kwa sababu gani? Katika mechi hizo za hapo kabla kwenye ligi ya mabingwa, kocha Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi walikuwa wakimpanga Depu kama mshambuliaji kinara, na matokeo yake, kwa sababu Yanga sio wazuri katika kwenda kumaliza mstari wa uwanja kwenye touchline na kupiga cross, ambayo yeye ni mzuri sana katika kutumia mipira ya namna hiyo, akajikuta Depu akiwa hana msaada katika kuleta madhara kwa wapinzani, lakini pia kwenye kuzuia, kama nilivyotoka kueleza, tackling, interceptions, clearances, blocking, zote Depu hakuonekana kuwa na mchango wa kihivyo. Lakini leo hii katika mechi dhidi ya JS Kabylie, kocha Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi bila shaka watakuwa wamepata kitu juu ya namna ya kunufaika na uwezo wa Depu katika kuwaletea madhara wapinzani katika kuinufaisha Yanga. Ni kwa sababu kwenye kikosi chake leo hii mwalimu Pedro Gonçalves, baada ya golikipa, alikuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2. Kwenye wawili hawa akampanga Prince Pumelo Dube pamoja na Depu wote kwa pamoja. Ikumbuke wakati Depu akicheza dakika 230 akiwa amepiga shuti moja tu lilotoka nje, Dube alikuwa amecheza dakika 228 kabla ya mchezo wa leo hii. Dube alikuwa tayari ameshapiga mashuti 9, 4 akilenga shabaha. Dube alikuwa ameshafunga bao moja. Dube amegongesha nguzo. Dube amekosa nafasi ya wazi ya kufunga, kwa maana alikuwa anajua pia jinsi wapi pa kusimama. Lakini Dube tackling alikuwa ameshazifanya 3, Dube interceptions 2, Dube clearances 3, Dube akiwa amepora mipira, ball recovery, wakati yeye Depu mara 2, Dube alikuwa ameshafanya ball recovery mara 5. Kwa sababu hiyo
kocha kumpanga Dube na Depu, matokeo yake ilikuwa ni kuwapa wakati mgumu walinzi wa JS Kabylie, ambao katikati kulikuwa na Laid Shahin, lakini vile vile alikuwepo na Zinedine Belaid. Walihangaika mno kutokana na namna walivyokuwa wakicheza Depu na Dube. Dube ndani ya Yanga mifumo inamwendea vizuri, kwa sababu Yanga sio wazuri katika kupiga cross, bali wanapenda kupiga free passes wanapomaliza kwenye touchline, na kumlazimu mshambuliaji husika awe asisimame eneo moja kusubiri cross, bali afate mipira pembeni, kulia, kushoto, kudrop deep eneo la kati. Dube mchezaji huo amekuwa smart sana. Matokeo yake hapo kwake na Depu kuliwapa wakati mgumu JS Kabylie, na nini katokea? Ndipo Depu akafunga mabao mawili mkwaju wa penalty kutokana na faulu aliyochezewa Peodo Pacome Zouzoua katika dakika hiyo ya 36, lakini akafunga bao lingine zuri la kichwa kutokana na mpira wa cross uliopigwa na Alan Okello, miongoni mwa wachezaji walioanza leo hii. Kwa hiyo mwalimu bila shaka, licha ya kwamba ushindi wao mabao 3-0 au kuwapeleka robo finali, miongoni mwa mambo yale tunasema small details, vitaarifa vidogodogo ambavyo bila shaka vitamsaidia mwalimu Pedro Gonçalves, benchi lake la ufundi, kuifanya Yanga itishe zaidi kwenye eneo la ushambuliaji katika michuano mingine inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo wataanza kwa kucheza dhidi ya Cosmopolitan ya Dar es Salaam. Ni dhahiri kwamba sasa yeye ambaye anamfahamu vizuri sana Depu wakati akifundisha timu ya taifa ya Angola, atajua sasa ndani ya Yanga amchezeshe vipi ili awe na manufaa kwa timu yake. Kwenye ligi kuu Tanzania bara Depu ameanza vizuri. Tayari amefunga, ameasisti, ameanza vizuri. Lakini kwenye ligi ya mabingwa takwimu zake zilikuwa hazishawishi. Leo hii namna alivyotumika na wenzake, namna alivyokuwa akishirikiana nao, Dube, Okello, Peodo Pacome Zouzoua, Dzuka Buya, Mohamed Hussein Shabalala upande wa kushoto, upande wa kulia Israel Patrick Mwenda, Maxim pia Nzengeli, mabeki akina Ibra Baka, Dickson Job, golikipa Djigui Diarra. Hakika mwalimu Pedro Gonçalves atakuwa amepata kitu, kwamba Depu yule alikuwa akimtumia yeye katika timu ya taifa Angola na kumfanya awe all time goal scorer, mfungaji wa muda wote kwa mabao mengi katika michuano ya Kosafa, baada ya kuwa tayari amefunga mabao 13 kwenye msimu mmoja hapa, akifunga mabao 5, halafu katika michuano ya mwisho amefunga mabao 8 katika mechi 5 na kufikisha mabao 13 ya kumfanya awe ndiye mfungaji mwenye mabao mengi katika michuano ya Kosafa tangu ianzishwe mwaka 1983. Sasa bila shaka atajua makali yale ya Depu ambaye ameshamthibitishia wakati alipokuwa akimfundisha katika timu ya taifa ya Angola, ndani ya Yanga amtumie vipi. Ndio kwenye ligi alishaonyesha kwamba yeye ni mzuri anapokuwa na malisho ya mipira ya cross panapostahili, lakini leo hii dhidi ya JS Kabylie ameonyesha akicheza na mchezaji kama Dube ambaye yeye anayejua vizuri Yanga namna inavyoshambulia, na yeye akawepo, basi wapinzani wanakuwa na wakati mgumu zaidi na kuiongezea Yanga nasibu ya kufunga. Ni kweli kalkuleta imegoma, maana pointi za Yanga 8 hazikuweza kufikia pointi 9 za FAR Rabat iliyomaliza katika nafasi ya pili, hazikufikia pointi 10 za Al Ahly iliyomaliza kileleni, lakini zikizidi pointi 3 za JS Kabylie. Lakini pamoja na kwamba haikufuzu robo finali, kati ya mambo mazuri ambayo Yanga wataondoka nayo katika mchezo wa leo ni juu ya kuwatumia washambuliaji wake ili kuleta madhara. Kabla ya mchezo wa leo, Yanga mechi 5 ilikuwa imepiga mashuti 51, 19 yamelenga shabaha, yenyewe imepigiwa mashuti 11, lakini ikiwa imefunga mabao mawili tu, kwa maana goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, ukiwa ni weka 2 chini weka 51 zidisha kwa 100, utapata ni 3.92156863, around 4% ya uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Lakini leo hii namna ilivyocheza, ikipiga mashuti katika mechi nzima, ikipiga mashuti 16, yes, mashuti 16, 6 yakilenga shabaha, ilhali JS Kabylie wakimaliza mchezo wakipiga mashuti 5, 1 tu likilenga shabaha. Yanga wakapata ushindi waliostahili wa mabao 3-0 katika mechi ambayo hata kwenye umiliki wa mpira Yanga walikuwa juu zaidi, wakimiliki kwa 55% dhidi ya 45% za JS Kabylie. Bila shaka kuna kitu ambacho kocha Pedro Gonçalves atakichukua katika mchezo wa leo, au atavichukua kwa ajili ya manufaa ya Yanga kwa michuano mingine watakayoshiriki. Je, itakuwa vipi? Depu huyu ambaye leo ametupia mabao mawili likiwamo la mkwaju wa penalty ataendeleza makali katika ligi kuu Tanzania bara ili kuiwezesha Yanga kutetea taji lake la 5 sasa la ligi kuu Tanzania bara, maana imeshatoa mara 4 mfululizo,
Na je, kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo Yanga wameshalitoa mara 4 mfululizo na sasa wanaliwania kwa mara ya 5 kwa kuanza kucheza dhidi ya Cosmopolitan, hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.